Na msikilizaji, umewadia muda mzuri wa kufuata uchambuzi wa habari kwenye redio ya kijamii Kivu. Kama kawaida, uchambuzi huu wa habari na kukikupikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo ukurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari za ripota wetu kutoka sehemu mbalimbali na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mchambuzi wako wa siku ni Isaac Mulucha Ashibe. Upande wa pili wasimamiwa Jean Makelele Kala Jaden. Msikilizaji, kwa utulivu na kualika kuambatana nami mwanzo wa tamati. Nasema karibu. Sasa tunafungua uchambuzi wetu wa habari na ukurasa wa habari muhimu, na mpisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatma kutuletea ukurasa wa habari muhimu. Naam, asante sana mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu katika siku ya leo. Wacha tuanze na habari za katika mji wa Baraka. Ni kwamba hospitali ya Baraka imetoa mwangaza kuhusu makubaliano ya ufadhili uliopo baina yake na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF. Hivyo ni baada ya habari kutapakaa kuwa shirika la MSF limechukua gharama za kutunza magonjwa yote na kuwalipa wafanyakazi wote wa hospitali hiyo kama ilivyokuwa hapo awali. Habari yetu muhimu pia tutangazia na huko Fizi. Ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga ametoa wito kwa wafanyakazi wa vitengo mbalimbali vya kiserikali kwenye ngazi ya tarafa, hasa wale waliokimbilia katika nchi ya Burundi na Tanzania, kurejea kwenye wazifa wao kama kawaida. Tutamatishe habari muhimu katika siku ya leo na habari za huko Moba. Masomo yamerejea kama kawaida tangu Ijumaa 4 ya tarehe 6 Januari 2026 ndani ya jimbo ndogo la kielimu ya taifa na uraia mpya wa Moba ya kwanza ni katika jimbo la Tanganyika. Mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe naweka nukta kwa habari muhimu. Shukran sana mchumbe wa mkulima na Fatma kwa ukurasa wako huo wa habari muhimu. Na sasa tujikite katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba vuguvugu la kiraia la CGOP la Baraka Fizi limemwandikia makamu waziri mkuu wa usikae na mambo ya ndani, usalama na mambo ya kimila kibarua kutokana na kutokuwepo kwa viongozi wa jimbo la Kivu ya Kusini kwenye maeneo yao. Kwenye mazungumzo nasi, Orfe Amone Akamengele, coordinator wa muundo huo kote nchini, amesema kuwa lengo la kuandika kibarua hicho ni kuona magavana wa mkoa wa Kivu Kusini ambao wana wajibu wa kubaki na raia pamoja hawajulikani walipo. Orfe Amone Akamengele anaeleza. Kuna kuonekana absence ya wa autorite wa province hapa, tukitaja wa autorite wa assemblée provinciale na wale wa gouvernement provincial ya Sud Kivu katika jiji la Baraka, eneo ambapo kwa sasa kunapatikana 33e region militaire. Hiyo inaonyesha kwamba jiji la Baraka ni chef lieu provisoire ya province ya Sud Kivu. Sasa hii barua ilikuwa kuonyesha kwamba hawa wakuu viongozi ambao wanastahili kubaki pamoja na raia hawapo katika maeneo ambapo kila leo wanafanya vibarua vinaandikwa kwamba imefanyika pa Baraka, na huku hakuna hata mmoja wao ambaye anayeonekana katika jiji la Baraka. Lakini wakati sisi tunaanza kuobserve administration yenye iko eloigné na population, wa mavibarua vinaandikiwa, tujui watu wanaoviandika wako wapi, nafanya raia jihisi kwamba wanaachililiwa, alors que jiji la Baraka watu wanafanya maaktivite zao bila matatizo. Tulipendekeza kwa waziri makamu mkuu kwamba fafanue wazi ni wapi ambapo chef lieu provisoire ya province ya Sud Kivu ipo. Wakati atakapofafanua wazi ikiwa ni Baraka, tuna matumaini makubwa ya kwamba kupitia hilo atakamata jukumu ya kuambia wakuu viongozi wa jimbo, gouverneur na vice gouverneur, waje katika eneo ambapo wanastahili kumenema competence zao en tant que ba autorité. Hapa tunaona ni jiji la Baraka, tarafa la Fizi, tarafa la Mwenga na jiji la Kamituga, tarafa la Shabunda. Hizi eneo zote adui hajafika na inahitajika ziongozwe na wale ambao wanakuwa viongozi wa jimbo, gouverneur na vice gouverneur na gouvernement yao, na hata hawa wasemaji wa raia, assemblée provinciale na wadepute provinciaux wote. Hatuwaoni, hatujui wanatakia raia nini. Upande mwingine, Orfe Amone Akamengele ameonyesha kuwa madhara ni mengi kutokana na kutokuwepo kwa magavana katika eneo lote la mkoa wa Kivu Kusini.
Madhara ni mengi zaidi sana. Unajua hapa sasa tunakuwa na wanajeshi wengi, na wakati wanajeshi hawaoni viongozi wanaostahili katika eneo ambapo wanahitajika kuwa, ndo hapo unakutana kwamba panakuwa hii mavitishio ya maisha, raia wanaporewa mali yao, wanabakwa, wengine masase kila leo. Lakini wakuu viongozi wa jimbo wangekuwa hapa, wangeweka ordre katika wa ofisia baba militaire. Sasa inaonekana kwamba anayekuwa kiongozi wa mahali, maire de la ville à l'intérim, hana competence ya hata ya kuwa naitisha ma conseil de sécurité provinciaux. Kwa sababu gani? Hapa tuko na commandant wa 33e région militaire. Est-ce que maire de la ville hako na ile competence kabisa ya kusema muite commandant wa 33e région militaire mu conseil de sécurité? Unaona kuonekana kwamba kunakuwa vide de pouvoir. Vide ya pouvoir iko, na ndio maana tulikuwaomba warudie. Baraka iko sawa, na eneo ambapo kabisa iko wazi, watu wanaweza kumenema activite, wanaweza kujenga vizuri hii chef lieu provisoire, na nchi province ya Sud Kivu itaonekana na sura mzuri zaidi sana. Kwa raia nitatoa ujumbe kusema kwamba warudie katika jiji la Baraka. Baraka inakuwa na amani. Waje, kwa sababu raia wanapoondoka, wanajeshi nao wanajikuta kwamba wanakuwa na upweke. Sisi sote tushikamane, kunakuwa wanajeshi wa FRDC, wazalendo, sote pamoja tuwe pamoja, na hapa adui wataendelea kumsaka. Lakini tukiendelea kubaki eneo za nje, basi tujue kwamba tutakuwa tunawapatia fursa wale ambao wanaosema kwamba Baraka hakuna watu, Baraka haiongozwi. Lakini waje tukae pamoja na tuwapatie moyo hao wanajeshi wetu ili waendelee kupambana na adui. Na wakuu viongozi wa province ya Sud Kivu tunafanya apele kwao warejee katika jiji la Baraka, waje waongoze jimbo ya Sud Kivu wakiwa hapa Baraka, vile ya amani, vile yenye kuwa na muonekano wa maendeleo kwa siku za usoni. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba mtu mmoja amejeruhiwa kwa kupigwa risasi katika uvamizi uliotokea siku ya Jumatano ya tarehe 7 Januari 2026 katika kata ya Kalinga Side, mtaa Msafiri. Uvamizi ambao uliendeshwa na watu wenye kushikilia silaha ambao mpaka sasa wajulikani, wakitaka kumpokonya simu na pesa mwanga huyo. Kwenye mahojiano na redio yako, kiongozi wa mtaa Msafiri ameomba kwa viongozi husika na usalama kuimarisha usalama katika kata ya Kalinga Side inayosumbuliwa na hali kama na hiyo mara kwa mara. Malashi Luitela Antoine, kiongozi wa mtaa huo, ameonesha visa mbalimbali vinavyojitokeza kwenye mtaa wake. Kalinga Side Avenue Msafiri ni tangia hapa majuzi tu, wezi wanasikilia silaha, wanasumbua sana watu ambao wanaishishi ndani za nyumba. Mara wanakuja na majiwe na arme zabo, wanakuja na mipanga, wanagonga milango, wananyang'anya watu simu, pesa kwenye kiwanja cha Dibale. Asa jana ilikuwa siku ya 3 mida ya saa 1 ya usiku na dakika fulani hivi, kuna mtu fulani ambaye alikuwa anashikilia silaha hapo kwenye kiwanja cha Dibale. Alikutana na vijana wawili, akaanza walazimisha watoe pesa na simu 2. Baada ya kukutana ilibidi afike kufyatulia mmoja kijana risasi kwenye mguu wa kuume, ikatoboa na ikachomoka, na hiyo ndio alianza matatizo ya hali kuzorota, na mpaka kisi watu walilala mapema sana juu ya masasi ya jana. Sisi kama vile viongozi ya vijiji tunaomba, si leo tu wala jana, kila mara tuko nalalamikia serikali, hasa wale ambao wanahusika na mambo ya security wazidishe. Avenue Msafiri, aiza Kalinga Side yote iko na malalamiko, kila mara iko napelekea serikali na waambie waongezee watu wa usalama. Unaona silaha zinazagaa kiolela, ujue undo FRDC, ujue undo mzalendo, ujue kama undo FABB, ujue kama undo bandia, ujue kama undo nani. Kifupi silaha zao aziko identify, atujue wanani watatembea jioni ya leo, mchana wa leo. Asa tunaomba sana serikali angalie kisia ukorejeo vitu tu, raia shachoka. Tuwe kama raia jikamata en charge, wanachoka watuambie, tofauti ya hivyo kutakuwa maafa mengi sana. Kungambu pia ya raia tawaomba tuwe kwanza wavumilivu na tuangalie mida ya kutumika pamoja. Ukiona mtu mbaya anatembea na silaha au mfahamie, unapaswa kujulisha mapema, na sisi tuko tayari na namba za viongozi, tutakuwa na jaribu kuwaita kama watakuwa nafika mida ambayo tunawahitaji. Tukibaki tu mjini Baraka, hospitali ya Baraka imetoa mwangaza kuhusu makubaliano ya ufadhili uliopo baina yake na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF. Hivyo ni baada ya habari kutapakaa kuwa shirika la MSF limechukua gharama za kutunza magonjwa yote na kuwalipa wafanyakazi wote wa hospitali hiyo kama ilivyokuwa hapo awali.
Dr. William Shalupa ni mganga msimamizi wa hospitali ya Baraka kwa muda, ameonyesha namna hospitali inavyotumika na shirika hilo kwa sasa. Shirika la MSF tulianza tumika nao tangia mwezi wa 8. Wako hapa kwa hospitali ya Baraka kwa programu ya kutunza malaria kwa watoto wa mwaka 0 mpaka miaka 15, kwa wanawake wajauzito wakiwa na malaria wote kwa jumla. Inatunza tena watoto wenye wanaumwa surua wala rougeole, na vile inasaidia kwa wenye wa blesse wa majeraha ya kivita, wa blesse de guerre, wanatuma madawa, na programu nyingine ya kolera na wanasaidia kwenye zone de santé. Kwetu kwa hospitali ya Baraka wanajihusisha kuhusu malaria. Mambo ya MSF kuhusu malipo sio kwa waganga, ila MSF inatunza watoto kwa bure. Hailipi wafanyakazi wote, ila inalipa wafanyakazi wadogo, wa daktari 2, wa infirmier 7, wa hygieniste 2 na wa sentinel 2. Ndio wanalipiwa na shirika la MSF. Ila inatusaidia kwenye madawa ya kutunza malaria na magonjwa mengine mbalimbali. Administrator wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonje Badibanga ametoa wito kwa wafanyakazi wa vitengo mbalimbali vya serikali kwenye nyanja za tarafa hiyo, hasa wale waliokimbilia katika nchi ya Burundi na Tanzania kurejea kwenye nyadhifa zao. Hivyo ni kutokana na amri ya sheria namba 017 mkato 2002 ya tarehe 3 Oktoba 2002. Katika kibarua kilichofikia redio yako kilichoandikwa na administrator, kinatoa siku 5 kwa wale wote wafanyakazi waliokimbilia nje ya nchi. Kibarua hicho kimeongeza kuwa watakaogahiri amri hiyo watachukuliwa kama waliohasi kazi. Na kama kiasirisho kilivyowasilisha hivyo ni ukurasa wa habari za michezo. Ninampisha bila shaka Omari Makelele Ozile kutuletea ukurasa huu. Karibu sana. Barabara kabisa mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Leo katika habari za michezo na valia namba 14 mgongoni yake mchezaji Victor Gyökeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za michuano ya kombe la mataifa barani Afrika CAN ambayo endelea kutimua uvumbi huko Morocco. Ni kwamba siku ya 5 tarehe 9 Januari 2026 mechi 2 za robo finali itaweza kupigwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Vijana wa Mali watakuwa vikali zidi ya Senegal, na majira saa 2 za usiku waandaaji wa michuano hiyo Morocco watapepetana vikali zidi ya Cameroon. Lakini mechi zingine 2 zitapigwa siku ya Jumamosi tarehe 10. Algeria watakuwa vikali zidi ya Nigeria na Egypt watakuwa zidi ya Cote d'Ivoire. Tubaki tu na habari hizo tu za michuano ya AFCON huko Morocco. Ni kwamba shirikisho la soka mchini Nigeria limekanusha ripoti zinazodai kuwa wachezaji wawili akiwemo Victor Osimhen pamoja na Okoro Adams kuwa wameondoka kwenye kambi ya Super Eagles wa Nigeria huko mchini Morocco na kurudi manyumbani kwao. Shirikisho la soka mchini Nigeria limesema kuwa limetupilia mbali madai ya kuwepo kwa mpasuko katika timu yao ya taifa akiwemo mchezaji Victor Osimhen pamoja na Ademola Lookman. Limeeleza kuwa shirikisho hilo ni kwamba wachezaji wote wako fiti na wote wako katika kambi ya mazoezi ya timu ya taifa ya Nigeria na wanajiandaa vikali kabisa kuweza kukipiga dhidi ya Algeria siku ya Jumamosi tarehe 10 Januari 2026. Na vile shirikisho la soka la mchini Algeria lilikutana na shabiki wa DRC Michel Kuka Mbolandinga maarufu Lumumba wa AFCON kwa lengo la kumuenzi na kuonesha heshima yake. Pia walimkabidhi jezi iliyosainiwa na Amura pamoja na wachezaji wengine wa timu ya taifa Algeria. Hatua hii ililenga kuonesha nia njema ya maridhiano kufuatia kusambaa kwa video za kusema kuwa wachezaji wa Algeria waliweza kumkashifu shabiki sugu wa michuano hiyo ya AFCON ambaye halikuwa upande wa timu ya taifa ya DRC maarufu Lumumba. Wengi walizoea kumuona akisimama na kuinua mkono wake muda wa masaa kadhaa hadi pale ambako mtanange utamalizika, na hivyo wakati wa Nigeria dhidi ya DRC Lumumba aliweza kupatwa na mshtuko wa moyo na hivyo kuanguka, na ikawa kuwa wachezaji wa Algeria wakawa na mkashifu. Lakini kwa sasa shirikisho la soka nchini Algeria limetoa radhi kwa tukio hilo na kuamua kuweka jezi ambayo iliandikwa jina ya shabiki sugu huyo wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule katika bara la Ulaya ni kwamba mchezaji zamani wa timu ya taifa ya Italia Mario Balotelli amekamilisha usajili wake wa kujiunga na klabu ya Al Ittihad kutoka katika nchi ya Saudi Arabia.
Balotelli amesaini mkataba wa miaka 2.5. Klabu ya Chelsea The Blues hapo nchini Uingereza imemtambulisha rasmi kocha mkuu wao mpya Liam Rossoneri. Klabu hiyo ya hapo nchini Uingereza imemtambulisha kocha huyo kutoka katika timu ya Strasbourg ya kule nchini Ufaransa, na amesaini mkataba pale wa kuendelea kusalia katika klabu ya Chelsea The Blues. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi na kukumbusha kwamba huu ni uchambuzi wa habari unaopata kwenye mita bendi 93.0 FM ambayo ni radio ya kijamii Kivu. Tunakutangazia mubashara kutoka jiji la Baraka. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na kwenye ripoti za wanaripota wetu huko Moba, masomo yamerejea kama kawaida Jumanne hii ya tarehe 6 Januari 2026 ndani ya jimbo ndogo ya kielimu ya taifa na uraia mpya Moba ya kwanza katika jimbo la Tanganyika. Izorka Shulwe na mengi zaidi. Masomo yameanza kama kawaida siku ya Jumanne Januari 6 mwaka 2026 katika eneo nzima ya kitengo kidogo cha elimu ya taifa na uraia upya cha Moba ya kwanza, amefahamisha Suprovede. Kwa mujibu wa Kabebe Kapilila Zidoro Lisal Fajiri mjini Kirungu, imehudumu kurejea kwa shughuli ya masomo. Viongozi wa shule ya diwani wakiongozwa na Suprovede wakitindikizwa na inspekta wakuu na wakilishi wa wazazi wameshiriki mdahalo huo wa maredeo uliowekwa chini ya sura uraia na maadili. Wakati huo Kabebe Kapilila Zidoro ametoa mwito huo kwa wazazi na wanafunzi. Talama wazazi ni kila mzazi atuwe mtoto masomo juu tunaona kulise kwa na timu na effective kwa wanafunzi kwa bodi bingine kufika ndio tunalomba wazazi kwa mtoto masomo nishaanza njuka na ndrie scolaire iko na 222 jours. Wakati mtoto anapotea siku mshapoleza 6 jours na 222 na kiendelea kukosa mashule kwa atazidi kupoteza siku kwa sababu zake ndio kusoma na watoto wao kama vile prendre conscience masomo msomo ndio avenir yao wao wenyewe. Sisi wanasaidia tu kwa kutaisha maisha yao ya kesho. Ndio kila mtoto ambaye anaenda masomo a partir ya kesho. Mbali na kurejea kwa shughuli ya masomo, Suprovede ameweka mkazo wa kukuza heshima uraia upya kwa kukumbusha juu ya heshima kamili ya saluti ya bendera, kutaja kiapo cha uraia na kuhusishwa kwa heshima ya maadili ya uraia katikati ya mapito ya elimu. Kiripoti kutoka Moba Zidoro Shule Radio Kivu. Na kwenye habari ya kitaifa, Baraza la Amani na Usalama CPS la Umoja wa Afrika limeomba kuondoka mara moja kwa waasi wa AFC M23 katika mji wa Uvira na katika maeneo yote walioyashikilia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti yake Safari Alimasi Dilwe yaangazia zaidi. Naam. Baraza la Amani na Usalama CPS la Umoja wa Afrika katika mkutano wake wa 1323 wa ngazi ya mawaziri limejadili hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. CPS ni chombo cha kudumu cha maamuzi cha Umoja wa Afrika chenye jukumu la kuzuia, kusimamia na kutatua migogoro pamoja na kwa mfumo wa pamoja wa usalama na watahadhari ya haraka kwa lengo la kuwezesha mwitikio wa haraka na ulioratibiwa dhidi ya migogoro barani Afrika. CPS imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mzozo mashariki mwa DRC, hasa kutokana na mashambulizi yanayoendeshwa na AFC M23 na washirika wao katika wiki za hivi karibuni. Mashambulizi hayo yamesababisha kurekwa kwa mji wa Uvira, yakiua raia na kuzidisha hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Ingawa Umoja wa Afrika haukutaja moja kwa moja msaada wa Rwanda kwa waasi wa AFC M23, umeitaka AFC M23 kuondoka mara moja na kikamilifu kutoka Uvira na maeneo yote waliochukua mashariki mwa DRC. Nanukuu, unalaani vikali na bila kusita kuongezeka kwa mzozo hivi karibuni, hususan kutekwa kwa mji wa Uvira na AFC M23 pamoja na vifo vya raia.
uhamasishaji wa watu na hatari kubwa ya kudorora kwa hali ya usalama katika eneo hilo. Katika muktadha huu unatoa wito kwa pande zote zinazohusika kutekeleza haraka na kikamilifu azimio namba 2773 la mwaka 2025 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Unasisitiza kuondoka kwa haraka na kikamilifu kwa AFC M23 kutoka Uvira, maeneo yote waliochukua mashariki mwa DRC, huku ukizingatia tangazo la tarehe 16 Disemba 2023 kuhusu kuondoka kwa vikosi vya AFC M23 kutoka Uvira. Unasisitiza kuwa hatua hizi zinapaswa kuwa zinazoweza kudhibitishwa na zifuatwe na utii kamili wa makubaliano ya kusitisha mapigano, ulinzi wa raia na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, inaeleza taarifa hiyo ya mwisho. Katika mkutano huo uliofanyika kwa njia ya mtandao, Baraza la Amani la Usalama CPS la Umoja wa Afrika limeshutumu mashambulizi ya kikatili yaliyofanywa na makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Vile imelaani harakati za waasi wa ADF na FDLR. Mkutano huu umefanyika katika mazingira ambayo licha ya ushiriki wa Rais wa Marekani Donald Trump na kasi inaonekana ya mchakato wa Washington ilionyeshwa na kuidhinishwa kwa makubaliano ya marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda Felix Tshisekedi na Paul Kagame, hali halisi mashinani bado haijaboreka. Kinshasa na Kigali bado hawafanikiwi kuelewana ipasavyo na mvutano unaendelea, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kutotekeleza ahadi zilizotolewa katika juhudi zinazoendelea za kidiplomasia, hasa mchakato wa Washington chini ya usimamizi wa utawala wa Trump. Hali ni sawa na ile ya mazungumzo ya Doha yanayoendeshwa chini ya usimamizi wa Emir wa Qatar. Katika Kinshasa na AFC M23 wanaungwa mkono na Rwanda, ambao bado haijazaa matokeo zaidi mashinani. Mazungumzo haya yaliyokusudiwa kukamilisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia mizizi ya migogoro, ikiwa ni pamoja na kurejesha mamlaka ya dola na kuunganisha tena wanamgambo wa zamani, yamesalia kusimama bila hatua yoyote. Msikilizaji, bila shaka tuishie hapo kwanza kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tukamilishe uchambuzi wetu wa habari na habari za kimataifa. Huko Burundi, katibu mkuu wa chama cha kisiasa cha CNDD-FDD kilicho madarakani nchini Burundi, Reverend Kurio, amewashukia wale wanaojiita vigogo ndani ya chama, akitoa wito kufanya kazi ili kutekeleza dira ya uchumi wa nchi hiyo ya mwaka wa 2060. Bukuru Elias Daniel na ripoti kamili. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Bujumbura, katibu mkuu wa chama cha kisiasa kilichopo madarakani nchini Burundi cha CNDD-FDD, Reverend Kurio, amesema kuwa ibihanganye navyo bavuze turi mu mugambye byaheze amatwe twashizeho urwego rukurikirana abiyita ibihanganye. Kuhusiana na vigogo kwetu walikuwa hawapo, na katika chama chetu tulikuwa tumeunda tume inayochunguza watu wanaosema kuwa wao ni vigogo, na kuna wanaojifanya wao ni wenye nguvu na wamekuwa wakikopa fedha benki na kuacha kulipa, wakisema kuwa wao wanatoka katika chama. Mnapaswa kujua kuwa taifa hili ni kwa ajili ya vijana wa kesho. Katika dira ya mwaka 2060 kuna ambao tutakuwa hatupo duniani, lakini tunapaswa kuandaa msingi ili taifa lijalo waishi vizuri. Na nimekuwa nikisema mara nyingi, mtu mwenye nguvu ni sheria. Sheria ndiyo kinga. Asiwepo mtu wa kukwambia kuwa ni kigogo, maana kianguka mtakwenda wote. Ukazova mu rushigikiwe na bamukuye uzojegera. Shigikirwa n'itegeko. Ntihagire umuntu akubwira ngo ni gihangange ngura mwegamiye muzotembana. Kwa upande mwingine, Reverend Kurio alithibitisha kuwa wanajeshi wa Burundi bado wako nchini Kongo, ambako walitumwa kusaidia serikali kupambana na makundi yenye silaha, wakiwa M23 na makundi mengine yenye silaha dhidi ya Burundi ambayo yana kambi nchini Kongo. Baada ya waasi wa M23 kuteka mji wa Uvira, walisema kuwa wako tayari kuondoka katika mji huo, huku serikali ya Kinshasa ikisema kuwa kundi hilo linalosadikika kuungwa na mkono na Rwanda bado halijaondoka. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na ni hadi hapo ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru sana wewe mpenzi msikilizaji ambaye unapatana nami mwanzo hadi tamati. Nashukuru pia wenzangu wote ambao waliweza kufanya hili na lile ili kuhakikisha uchambuzi wa habari unakufikia. Izake Mulucha Ashibe, mchambuzi wako wa siku ya leo. Upande wa pili, Jean Magelele Kalajaden alisimamia vema dawati la mitambo. Tukutane wakati mwingine. Mimi nasema asalamu alaykum.